ni katika harakati za kuihabarisha jamii na kuwa sauti ya kuizungumzia jamii. Asher Media inafunga safari mpaka kwenye kijiji cha Ng'ong'ona kilichopo jijini Dodoma na kukutana na Elizabeth Mathayo, mkazi wa kijiji hichi, mwenye umri wa miaka 44, aliyetelekezwa na mume wake akiwa na watoto 5, na hapa anaanza kwa kutema nyongo juu ya kile kinachomsibu. Nilizaa watoto 5. Wawili walifariki, wamebaki 3. Huyo 3 wa kiume, 2 wa kike, 2 wa kiume 1. Wawili walifariki kwa ajili ya nini? Kwa ajili hiyo ya sekos, alikuwa anamaliza damu. Pengine waliobaki sasa hivi wana changamoto gani? Wana sekos, na huyu hapa ana gonjwa la moyo. Yule pale ana sekos. Baba yao pengine yuko wapi? Baba yake kanitelekeza sana. Huyu ni binti yake wa kwanza. Ukitizama ana umri wa miaka 18. Ni ndoto iliyokuwa kichwani mwake ni kutokuiacha elimu iende zake. Kutokana na masibu yaliyomkuta binti huyu, ameshindwa kuendelea na shule na kuamua kubaki nyumbani. Na shule sasa hivi siendi. Kwa nini unaenda shule? Siendi shuleni kwa sababu naumwa, siwezi kutembea. Hali ya maisha ya nyumbani ni magumu, naomba wa Tanzania waweze kunisaidia kwa ajili ya msaada wa matibabu. Hapa zinasikika shukrani za dhati. Shukrani za dhati kwenda kwa Anthony Mavunde, mbunge wa Dodoma mjini, kwa kuweza kuwasaidia walau kupata bima moja ya afya ya mtoto mmoja kwa ajili ya matibabu. Lakini hilo pekee halitoshi. Ombi lingine kwa mama huyu kwa Watanzania pamoja na serikali ni kuweza kumsaidia walau na watoto wake wengine alionao kuweza kupata matibabu pamoja na bima za afya ili ziweze kuwasaidia. Hali ya maisha ya nyumbani ni magumu, naomba wa Tanzania waweze kunisaidia kwa ajili ya msaada wa matibabu. Sawa. Mimi tunaomba msaada tu kuna nini au watoto kwa ajili ya dawa, unisaidie. Hata nikipiga kokote saizi kokote nimeshaiacha. Nilipiga tu hii mara moja tu basi. Saizi hela yenyewe sina. Ni kama mgala hachoki ila hana lake. Usemi huu unathibitishwa na Elizabeth Mathayo, mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa kijiji cha Ng'ong'ona hapa jijini Dodoma. Asher Media imeamua kufunga safari mpaka nyumbani kwake ili kusudi kuweza kugundua au kupata utondoti wa changamoto ambazo zimekuwa zikimkumba mama huyu. Tumepata nafasi ya kuzungumza naye na kutueleza changamoto kubwa ambayo imekuwa ikimsumbua ni watoto ambao mmoja ana umri wa miaka 18, amekuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa sickle cell pamoja na ugonjwa wa moyo. Mama huyu Elizabeth Mathayo alibahatika kupata watoto 5, lakini kati ya watoto hao 2 wamekwisha tangulia mbele za haki kutokana na changamoto ya ugonjwa wa sickle cell, ambapo hivi sasa wamebaki watoto 3. Hitaji na ombi la mama huyu ni kwa serikali pamoja na Watanzania kuweza kuangalia ni namna gani iliyo bora ambayo wanaweza kumsaidia ili kusudi kuondokana na changamoto hii, pili kupata mahitaji ya kifamilia. Kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, ni Peter Obogo wa Asher Media.